Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, tunakukaribisha katika somo la siku ya leo, siku ya Alhamisi. Yes. Somo linasema makanisa ya Filipi na Kolosai. Yes. Makanisa ya Filipi na Kolosai. Yeah. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru umetuleta tena katika masomo haya siku ya leo. Tunaomba unapotufundisha utujalie usikivu, tupate kuelewa sasa na mapenzi yako. Kaa nasi tunapoanza na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Wewe unapofikia kanisa unaona nini? Taasisi yenye vyeo, jengo, unaichukulia kama familia ya watu wa kawaida tu wanaoitwa kuwa watakatifu? Okay, una picha gani inayokuja kanisa? Kanisa hizo picha zote zinakuja. Lakini sasa ni waumini yani watu waliokuja kwa lengo la kuabudu, waumini. Paulo alionaje kanisa la Kolosai, kanisa la Filipi? Tutarudi kwenye hiyo picha ulionayo, tuone kama tutaiongezea nyama au vipi. Twende kwanza na kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza anapoanza, alafu tutaenda kwa Kolosai sura ya kwanza. Tuanze na Wafilipi sura ya kwanza. Utasoma Wakolosai sura ya kwanza, nasoma Wafilipi. Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi, pamoja na maaskofu na mashemasi. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Wakolosai. Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, na Timotheo ndugu yetu, kwa ndugu watakatifu waaminifu katika Kristo walioko Kolosai, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Tuendelee. Paulo anatambua jawa waaminifu katika Bwana, na kule Wafilipi anasema watakatifu. Wewe unaonaje? Ukiingia pale kanisani unaonaje? Unaona magugu na ngano tu vime au unaweza kuita hao watakatifu wa Bwana. Hao magugu sio wa humu ndani. Paulo anatazama wote, hata kama kuna shida wengine, kuna vibakabaka wengine ambao wameingia, achana na wale ambao samani nimetumia hilo jina, lakini ni kwamba hawamuelewi Yesu, hata hawajui kwa nini wako pale, lakini anawatambua kama watakatifu waaminifu wa Kristo. Hivi unajua hilo neno watakatifu linaanzia wapi? Alianzia hapo. Paulo sio wa kwanza kulitumia. Wana wa Israeli ndio walikuwa wanaitwa taifa takatifu, ukuhani wa kifalme. Kuwa mtakatifu, kutengwa kama kuwa mtakatifu maana yake ni, nimeanza kutoa jibu tayari. Kuwa mtakatifu yani ni ile hali ya kuwekwa au kutengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kuwa mtu wa Bwana. Kama Bwana alivyo mtakatifu. Na wewe akikutenga na wewe unakuwa mtakatifu. Kama sadaka ukipeleka madhabahu nayo inakuwa takatifu. Ndivyo ambavyo na wewe ukienda kwa Baba unakuwa mtakatifu. Kama haijalishi kwamba bado una hasira, bado una udhaifu fulani na nini, lakini kwamba umeitwa, umekubali, umetengwa, wewe ni mtakatifu. Na enzi zile za Israeli ulikuwa ukiitwa mtakatifu kuna alama kwamba wewe ni mtakatifu, umetengwa. Kama ambavyo wafugaji wana alama ya kwamba huyu ni ng'ombe wangu, huyu ni nani yangu, na alama yao ilikuwa ni nini? Kwamba wewe umetengwa, wewe kweli ni mtakatifu. Alama ilikuwa ni nini? Tabia njema au tohara? Chagua. Kwa huko nyuma ilikuwa tohara. Kwa upole na usahihi. Yaani wewe ukizaliwa kwenye nyumba ya Ibrahimu aliyetengwa, aliyechaguliwa na Mungu,
Hata kabla hujaanza kwenda kanisani, hujaanza kufanya, unatahiriwa, ndio alama wewe ni wa humu. Utajifunzia tabia za kutembea na Ibrahimu ukiwa humu ndani, katika njia za Ibrahimu ukiwa umetahiriwa humu ndani. Haya, Wafilipi hawa walitahiriwa lini? Walitahiriwaje hata wanaitwa watakatifu? Wafilipi hao wametahiriwa na Bwana. Wakolosai wametahiriwa na Bwana na Kristo Yesu. Kwa kisu kabisa. Mioyo yao sio ile physical. Na ni tohara gani hiyo? Ni tohara ya msalabani. Kwa hiyo ukimpokea Kristo Yesu, umetengwa. Wewe sio pagani. Wewe ni mtakatifu. Na ukiwa uko ndani sasa, ndio unaweza kuelekezwa namna ya kutembea katika utakatifu sasa. Humu ndani ya nyumbani mwa Mungu tunatembeaje? Asante. Lakini pia kanisa, ndani ya nyumbani mwa Mungu kuna mashemasi. Ametaja pale mashemasi katika zile sifa. Kuna mashemasi, kuna uongozi, kuna viongozi hapa. Wote sisi ni ndugu. Paulo anamuita huyu ni mfanyakazi mwenzangu, huyu ni mtumishi. Lakini kuna maskofu, unafahamu hiyo? Ndio. Kuna nani tena? Nafasi na vyeo mbalimbali. Mashemasi wapokeaji wa mababa. Kuna wachungaji, kuna wazee, kuna mashemasi na waumini wote, na hao wote wanatengeneza kanisa. Na Paulo, mmoja kati ya mikakati yake alikuwa ni kwamba anapopeleka Injili anahakikisha sio tu waumini wanakaa kama tu watakatifu, lakini pia wanahudumiwa na viongozi. Kina Timotheo, ukiwasikia kina Timotheo ambao anaandika nao barua hizi, kina Wafilipi, kina Epafra, hawa leo ni viongozi wa kanisa. Hata sisi leo pia tunaitwa kutumia karama zetu mbalimbali kutenda kazi kwa pamoja katika nafasi zetu kuimarisha. Inaitwa pia kama mwili wa Kristo. Kwa hiyo unapata picha gani ya kanisa? Kanisa ni muunganiko wa watakatifu walioitwa na kuitikia wito huo, ndio kutahiriwa wenyewe. Na kwa ndani ya jamii hiyo ni kutumikiana kwa upendo katika nafasi mbalimbali. Rafiki yangu, wewe ni sehemu ya mwili wa Kristo kama umemchagua Kristo na uko ndani ya jamii ya waumini. Sijui nafasi yako au una wajibu wako gani hapo nyumbani. Wengine nyumbani ni kuosha vyombo, wengine ni kupika. Hapa nyumbani mwa Mungu tunatumikiana kwa upendo. Mungu amekupa karama. Wewe ni mtakatifu. Wewe ni mtendakazi pamoja na Kristo. Amen. Unatumiaje nafasi hiyo katika kubariki mwili wa Kristo kama kiungo chake? Karibu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili linalotutambulisha kama lilivyowatambulisha waumini watakatifu waliokuwepo Kolosai na Filipi. Tupatie kutambua, kupokea utambulisho huu na kupokea ujumbe ulioko ndani, ili tuweze kuishi kama wenyeji nyumbani mwa Mungu. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya masomo haya, na hata kesho unapotuleta tunapohitimisha, bariki na mwenzetu, na kiwa kama hajampokea Kristo bado na kufanyika na kupokea tohara na kufanyika mwana wa Mungu katika jumuiya ya watakatifu wa Mungu, mpatie kufanya hivyo sasa, maana ndivyo tunavyomwombea na kuleta kwako kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Amen. Ndugu mfuatiliaji, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambayo ilikuwa siku ya Alhamisi. Tunakutana tena kesho kwa ajili ya maswali na kufanya muhtasari wa wiki nzima. Karibu sana. Mimi ni Geoffrey Omondi na mimi ni Nusu Makalindile. Karibu sana.